Ama kwa hakika ya mgambo ikilia bila shaka kuna jambo, na kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba taarifa zetu za upeo wa TV47 zinang'oa nanga sasa hivi. Popote ulipo mtazamaji, ninakusabahi nikitumai kwamba Alhamisi yako imekuendea vema. Karibu kwenye taarifa hizi, lakini kwanza ni yaliomo. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua adai kukutana na Matiang'i, huku viongozi wa DAP-K wakisema watashirikiana na Matiang'i kumtuma Rais Ruto nyumbani mwaka 2027. Tutaunda sheria madhubuti kukabili itikadi kali za kidini, asema waziri wa usalama baada ya watu wawili kufariki kanisani Rongo. Na tungependa kusema ya kwamba tutafuata hizo maagizo ya jobokazi hiyo. Kenya na Uchina zatia saini mikataba 20 ya ushirikiano katika sekta ya elimu, miundo msingi, teknolojia na uchumi wa majini. Na Raila Odinga, Wetangula na wabunge wamuomboleza Papa Francis katika ubalozi wa Roma nchini Kenya, huku mipango ya mazishi ikiendelea Vatican. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, mie wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ishara Nyiroda Nyamai. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amewatwika jukumu machifu wa humu nchini la kupiga doria la kupiga doria kwa dini potovu zinazo itikadi kali. Hii ni kufuatia tukio la waumini wawili kufariki katika kanisa moja kaunti ya Migori. Taarifa hii ni ya mwandishi wetu Willy Dennis Njiru. Akitoa taarifa hii, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen, familia waumini waliokamatwa na maafisa wa polisi kwenye kanisa hilo lililodaiwa kuwa na itikadi kali walifika katika kituo cha polisi cha Kamagambo Rongo kuwapokea. Cults ama ni dini bandia ambayo wana itikadi ambayo haiambatani na katiba na haiambatani na sheria ya Kenya. Na kama vile mulisikia ile mambo ya Rongo, Waziri Murkomen akipongeza vitengo vya usalama kwa kasi ya kunasa na kusitisha shughuli za kanisa hilo, kwani zilikiuka maadili ya dini kwa mujibu wa katiba. Kwanza nataka kushukuru askari wetu na majasusi kwa ile kazi walifanya kwa sehemu hiyo, kuhakikisha kwamba tumedhibiti ile. Lakini ona madhara ambayo tumepata kutoka huko Shakahola, ona madhara ambayo tumepata huko Rongo, ingawa tumedhibiti haraka, na hiyo shida sio eti inaishia hapo. Japo akikariri umuhimu wa kanisa katika jamii, alisema alitafumba jicho wala kuziba sikio katika kukabili madhehebu potovu. We must hold our chiefs and assistant chiefs accountable in everything that happens in your locality. There should be no chief or assistant chief who will have an issue happening in his village and he doesn't know. He must be aware, or she must be aware of what's happening in their surrounding, and we want to make sure that these issues are going to be sorted at the local level. Visa vya maadili potovu katika madhehebu nchini sio vigeni. Wito wa tathmini kwa umini kabla ya kujitosa kwenye mitego kama hii ukihimizwa. Hizi dini na itikadi ambazo zinaendeshwa na watu duni wanahadaa wananchi ambao nia yao kweli ni kwamba wanataka kufuata dini kamili, wanatafuta shida, wanapambana na shida za maisha, lakini sasa wanajipata katika walimu wabaya wa dini mbaya, dini duni, dini bandia. Willy Dennis Njiru, TV47. Asante sana Willy Dennis Njiru. Tukizidi kukutaarifu mtazamaji ni kuwa wakati Rais William Ruto yuko nchini Uchina kwa ziara ya siku 5 kujadili biashara na kuimarisha uhusiano kati ya Kenya na Uchina, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amepinga mikopo ya kigeni ya mara kwa mara na kusema kuwa kukopa kupita kiasi ni mzigo kwa Wakenya. Akizungumza mjini Murang'a, Nyoro amesisitiza kuwa serikali inapaswa kutafuta njia za kuongeza rasilimali za nchi badala ya kuendelea kukopa. Mwanahabari wetu Robert Gakure na maelezo zaidi. Aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti katika bunge la kitaifa na ambaye ni mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ameendelea kuikosoa serikali akisema inafaa kuweka mikakati itakayowapunguzia Wakenya mzigo.
Nyoro leo akikashifu hali ya serikali kuendelea kukopa kutoka nchi nyingine, amesema kuwa nchi haifai kukopa zaidi ya uwezo wake wa kulipa na badala yake inapaswa kutafuta njia mbadala za kuimarisha mapato badala ya kukopa. Instead of borrowing money that we are borrowing, for example, and these are things that I used to say even when I was serving in the previous position. If you check in all the Hansards in parliament, I always used to raise these issues. Government assets exist to make money for the government. They do not exist as jewels. Haya yanajiri wakati Rais William Ruto yuko nchini China kwa ziara ya kujadili biashara na kuimarisha uhusiano kati ya Kenya na China. Nyoro akisisitiza kuwa Kenya iko katika hali ngumu ya usimamizi wa deni na kuwa kodi inayokusanywa inatumika kulipa riba za mikopo. The effects are catastrophic. Na kwa hivyo ni vizuri we manage and prudently aim in managing public resources in a manner that we are not borrowing beyond our limits. As we talk now, in terms of debt in Kenya, we are in what we call a crisis. Tuko katika crisis kwa sababu ile fedha mingi inachukuliwa kama kodi inaenda kulipa interest rates ya madeni. Amezungumza mjini Murang'a wakati wa kufuzu kwa vijana 1200 waliohitimu katika masomo ya kiufundi kwa ufadhili wa hazina ya NGCDF ya eneo hili katika mpango wa Fanikisha Kiharu, wakisema umewapa fursa ya kujitegemea na kuunda nafasi za ajira. Skill unapewa na haitakutoka, kitu utabaki nayo, na pia unaweza fungua biashara, sio lazima uajiriwe. Kama unaweza enda hivyo unajiajiri, si lazima ugoje uajiriwe. So unajiajiri wewe peke yake na unapata income. Alafu inatusaidia sana vijana wenye walikuwa wamejiingiza kwa mihadarati, huwa wanatoka sasa wanajifanyia kazi yao ya mikono na watakuwa wanasaidika maishani mwao. Robert Gakure, TV47, Murang'a. Kesi ya mauaji ya Sharon Atieno inayomhusisha aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado imehairishwa hadi tarehe 19 Mei. Kesi hiyo iliratibiwa kusikizwa leo na hapo kesho, lakini Obado hakuwasilisha mashahidi kama alivyokuwa ameeleza mahakama hii leo. Obado alisisitiza mahakama kuwa alikuwa tayari amemtema Atieno kimapenzi miezi kabla ya mauaji hayo. Obado pamoja na washukiwa wenzake Michael Oyamo na Kaspal Obiero walipatikana kuwa na kesi ya kujibu mwezi Januari mwaka huu. XYZ had interviewed my wife on one of our projects, so they had known one another. And for Mula, they were talking about some relatives, like some ladies from my wife's place who are married to Mula's place. So they needed now no introduction because XYZ had been known to my wife. They knew one another. But Mula, by the time I entered, they had done the introduction because they were talking of, oh, and that lady, yes, they had some shared relatives or friends. In marriage, yes. Yeah, so it was only me who now wanted the introduction. Na mamlaka ya kudhibiti matumizi ya pombe na mihadarati nchini NACADA imezindua mfumo mpya wa kukabili na kudhibiti utumizi wa dawa za kulevya katika ngazi ya kijamii. Mfumo huu ambao umezinduliwa leo katika taasisi ya ukuzaji wa mitaala KICD na uliongozwa na katibu katika Wizara ya Usalama Raymond Omolo unanuiwa kuwaleta pamoja washikadau kutoka vitengo vya usalama, dini na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu na mengine ili kuzindua vituo vya kurekebisha tabia kwa waraibu wa mihadarati. Vilevile utasaidia kumudu gharama za juu za vituo hivyo na kuhakikisha hakuna anayesazwa katika vita dhidi ya mihadarati. Aidha, Katibu Raymond Omolo amedokeza kuwa udhibiti huu utasaidia katika kukabili uhalifu na visa vya ujambazi vinavyosababishwa. From this day forward, we should choose to be the good Samaritan, standing up, showing up,
giving a helping hand, speaking about it, and giving people a second chance. Beyond conventional crime, violent extremism and radicalization are also intertwined with substance abuse. Terrorist recruiters prey on youth, many of whom have been alienated by addiction. Extremist networks like the Al-Shabaab find it easier to recruit young men who feel trapped by drug abuse and hopelessness. Security reports note that some counties have become hubs for hard drugs, with criminal gangs involved in the drug trade also being co-opted by the extremist groups. Our country is confronted with with serious and growing problem of alcohol and drug abuse. This vice cuts across all sectors of the economy and has devastating impacts on individuals. So at the end of all this, we will have each area, we'll have a list of people doing outpatient, inpatient, the whole continuum of care in treatment and rehabilitation. The research shows that well over 1 million Kenyans need rehabilitation services. This is against the rehabs we have in Kenya, which are hardly 300. Only 300. Yangu ni kurudisha shukrani kwa NACADA kutuwezesha viti, kutushika kama youth na kutuonesha drugs hakuna kitu inatusaidia. I could be able to see or to access help through the community-based rehabilitation, which has really held my hand up to date. Na Wizara ya Elimu imepokea vyema mapendekezo ya somo la hisabati kufanywa kuwa la lazima, Kiingereza pamoja na Kiswahili. Wizara ya Elimu inasema imebuni kamati itakayojadili masuala haya tata na kutoa mwelekeo zaidi. Na kama anavyoripoti Paul Kirobi, washikadau wa elimu walikongamana leo katika jumba la mikutano la KICC. So that we can be able to engage and be able to take stock of the status of implementation of CB curriculum. So today is a very important day. We have invited 1,000 stakeholders here to be able to join us, and the top ministry officials, including Teacher Service Commission, NEC, KICD, and everybody else in the education sector, so that we can be able to engage. The reason why we have this conversation is because we believe that curriculum is dynamic, and we have an opportunity to be able to review some of the aspects of our curriculum. And I'm happy to note that today is the day we are also officially launching the new brand from CBC to CBE. We have been talking about competence-based curriculum. Right now, we are talking about competence-based education. Why competence-based education? Because it is now beyond the curriculum. We are talking about infrastructure, we are talking about human resource, teachers, laboratories, facilities that support education. So we are looking at education holistically. And we're expecting that as from 26th of May, the NEMIS portal, because most of the work in the selection process will be digital. We are expecting the learners to start applying for their choices as from 26th of May this year. Na mtazamaji, unazidi kufuatilia taarifa hizi kupitia runinga hii ya TV47 na vilevile kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwenye Facebook ni TV47 Kenya, Twitter ni @TV47 News. Tukizidi kukutaarifu ni kuwa uzinduzi wa awamu ya mwaka huu ya mbio za Mata Hatran umefanyika leo. Uzinduzi wa leo umewakutanisha wadhamini na washirika waliothibitisha kujitolea kwao kusaidia watoto wenye matatizo ya moyo kote nchini. Mary Ngui, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Mata, aliwashukuru wadhamini kwa msaada wao mkubwa na kusisitiza kwamba hospitali itaendelea kuhakikisha watoto wanapata matibabu na ya kuokoa maisha. Mwaka huu Mata inalenga kukusanya shilingi milioni 120 kwa ajili ya kufanikisha upasuaji wa moyo kwa watoto zaidi ya 250. Mpango huu
unalenga kusaidia watoto kutoka familia zisizojiweza kupata matibabu ya moyo bila changamoto ya kifedha. The Candia program was started in 1995 with an objective to offer cardiac treatment to children from economically challenged backgrounds who could not afford health care that was only available overseas. Just pause and ponder on the lives, not numbers, saved because of your support. These are precious lives of our children, touched and given new lease of life, and afforded an opportunity to be like another child. Let us all plan to participate with a purpose. One step, many steps. Together we can make a difference. One heartbeat at a time saves life. When I realized that I am suffering from rheumatic heart disease, I had to go through a lot, especially in the community, in the society. Because back in the community, people are stigmatized with the information that heart disease cannot be treated. Heart disease is a disease where you cannot do anything. So I used to suffer. I couldn't do anything. I couldn't even walk the 3 steps. I couldn't run. I couldn't participate with my juniors, my brothers, my siblings back at school. I love to thank the Matter Heart Run because the Matter Heart Run has become my second hero in life because they have walked with me the 15 years journey. And I can use one word to explain the 15 years journey, which is called hope. Kwingineko ni kuwa viongozi mbalimbali nchini wanaendelea kutoa rambirambi zao baada ya Papa Francis kuaga dunia siku ya Jumatatu. Katika ofisi ya kitume jijini Nairobi, viongozi waliendelea kumiminika kutia saini kitabu cha maombolezo. Mapema leo, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula alijumuika na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga na kuongoza kundi la wabunge kadhaa kutoa rambirambi zao. Spika Wetangula alimsifu Papa Francis akisema kuwa aliishi kwa unyenyekevu na amani. Katika makao ya ubalozi wa kitume jijini Nairobi, viongozi mbalimbali walifika kutoa rambirambi zao na kutia saini kitabu cha maombolezi kufuatia kifo cha Papa Francis. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga pamoja na wabunge kadhaa walipokelewa rasmi na balozi wa Papa nchini Kenya walipofika kutoa risala zao. Spika Wetangula, ambaye pia ni muumini wa Kikatoliki, alimuomboleza Papa Francis kama mtu aliyejitolea maisha yake kwa ajili ya ubinadamu na kuendeleza maelewano ya amani kati ya watu. As Kenyans and as the Catholic family, we always cherish our Pope. We always love our Pope. And in 2015, Pope Francis visited Kenya and he left an indelible mark on the minds of Kenyans. Wetangula aidha alieleza kuwa atamwakilisha Rais William Ruto katika mazishi ya Papa Francis yanayotarajiwa kufanyika Jumamosi huko Roma. He has nominated me and instructed me to represent him at the burial of the Pope on Saturday. So I'll be leaving tonight for Rome to go and join other world leaders in sending off our Pope. Kwa upande wake, kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga alikumbuka jinsi Papa Francis alivyogusa mioyo ya wengi duniani na athari ya kifo chake kwa vizazi vijavyo. He was a very charitable person. And he has traveled the length and the breadth of the world like any other pope before him. Akimtaja Papa kama kielelezo halisi cha Ukristo, Odinga alisema kuwa kifo chake ni pigo kubwa kwa watu wote ulimwenguni. Pope from the global south, and he exemplified the spirit of hope, of reconciliation and of compassion. Haya ya kijiri, Vatican ililazimika kuweka milango yake wazi usiku kucha kutokana na idadi kubwa ya watu waliofika kumuaga Papa Francis. Kanisa hilo likifungwa kwa saa moja tu asubuhi ya Alhamisi kwa shughuli ya usafi.
Kuingia kanisani mjini Vatican kulikuwa kumeandaliwa kukomeshwa saa 6 usiku, lakini muda huo uliongezwa ili kuruhusu umati mkubwa wa watu kuingia. Baba Mtakatifu alifariki Jumatatu akiwa na umri wa miaka 88 baada ya kupata kiharusi. Awali mwaka huu alilazwa hospitalini kwa wiki 5 akiugua nimonia kali kwenye mapafu yote mawili. Papa Francis atazikwa siku ya Jumamosi katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatican. Na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amesema kuwa amefanya kikao na aliyekuwa waziri wa usalama Dr. Fred Matiang'i hapo jana. Gachagua aliyezungumza akiwa Nyeri vilevile alisema amefanya vikao na Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa. Kulingana na washirika wa Matiang'i, waziri huyo wa zamani anatarajiwa kujitokeza hadharani wiki ijayo, huku Kalonzo na Wamalwa wakisema upinzani utatangaza muungano mpya wiki ijayo. Kwa mara ya kwanza tangu aliyekuwa waziri wa usalama Fred Matiang'i kurejea kutoka Marekani Alhamisi wiki iliyopita, vigogo wa kisiasa wakiongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa wamemkaribisha katika upinzani, huku Gachagua aliyehudhuria mazishi kaunti ya Nyeri akisema kwa lugha ya Kikuyu alifanya kikao na Matiang'i hapo jana. Tukashira na Kalonzo, tunali na Matiang'i ira, tukashira na Wamalwa na maundu ni mega. Kalonzo na Wamalwa ambao vilevile walimzungumzia Matiang'i wakisema watatangaza muungano mpya wa upinzani wiki ijayo, huku washirika wa Matiang'i wakisema kuwa atatokea hadharani wiki ijayo licha ya maswali ni lini atatangaza anawania urais, kando na Kalonzo, Martha Karua na Okiya Omtatah. We are very pleased that this week our brother Fred Matiang'i will be joining us, and from next week you are going to see a stronger opposition, a more focused opposition that is going to form the next government and make sure that Zakayo becomes a one-term. Matiang'i is back in the country. Wale wengine wanakuja, wale wengine wako, Riggy G arudi nyuma. In fact, he's saying things I've never heard of. Jamaa kuna information ya ajabu. Urejeo wa Matiang'i umesisimua siasa nchini, huku wanachama wa ODM kutoka Nyamira na Kisii wakijiunga na chama cha Jubilee na kuunga mkono azma ya Matiang'i kuwania urais. We are joining the already moving train. Hakuna mtu ambaye saa hizi Kenya hii asikii sauti ya Matiang'i. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Na hawa ndugu zetu tumeona ni watu wakalimu sana. Mimi mwenyewe vile mjuavyo, mimi nimekuwa soja number 1 wa Raila Amolo Odinga. Lakini leo namuomba kwa heshima yule mzee ambaye tunamheshimu akuja aungane na sisi katika hii safari to support Matiang'i. Chama cha Jubilee is a national party, and chama cha Jubilee has a national leader in the name of Fred Matiang'i, who is our presidential candidate, ambaye anatakikana na Wakenya wote, sio watu kutoka eneo hili ama eneo lile lingine. Apol Kamau, TV47. Asante sana Apollo Kamau. Mtazamaji, ziara ya Rais William Ruto nchini Uchina imeingia siku yake ya pili hii leo, huku akitangaza kutia saini mikataba 20 ya maelewano kati ya serikali yake na ya Uchina. Akizungumza kutoka mji mkuu wa Beijing, Ruto ameeleza kuwa mikataba hii itasaidia kufadhili miradi ya maendeleo kama vile upanuzi wa uchukuzi wa SGR kutoka Naivasha hadi Malaba. Ruga Ival na maelezo zaidi. Mizinga 21 inapigwa angani kwa heshima za Rais William Ruto kuzuru taifa hili la Uchina kwa mara ya 3 sasa. Hata ingawa nyumbani wanalalamikia ziara ya Rais William Ruto jijini Beijing, cha mno ni mikataba ya maelewano waliotia saini kwa niaba ya taifa lake, Kenya. Hii leo ujumbe kwa vyombo vya habari, Rais William Ruto ametia kidole mikataba ipata 20. Ruto anaeleza kuwa mikataba hii itaipa Kenya nafasi ya kupaa kimaendeleo. Kwa mfano, kuna mikataba kuhusu kilimo, utalii na miundombinu. Mikataba inayosema itawapa Wakenya wapatao 28,000 nafasi za ajira. Aghalabu uanzishwaji wa eneo maalum la kiuchumi, yani Special Economic Zone,
katika kaunti ya Kilifi unatarajiwa kuunda ajira 5,000 na upanuzi wa viwanda katika kaunti ya Machakos, Murang'a na Mombasa vivyo hivyo. Miradi ya kilimo katika kaunti za Kajiado na Baringo ikilenga ufugaji wa kuku, ukulima wa aloe vera na mizabibu na inatarajiwa kuunda nafasi za ajira 10,500. Isitoshe, Rais Xi Jinping, rais wa nchi nambari 2 yenye uwezo mkubwa wa kiuchumi ulimwenguni, amekuwa akifanya mkutano na viongozi kutoka bara la Afrika kwa lengo la kuboresha viwanda, kilimo, biashara, uwekezaji, mafunzo na miundombinu kwa njia ya kuwapa mikopo, swala ambalo viongozi na Wakenya wamekuwa kilikashifu kwa madai kuwa fedha zikopwazo nchini Uchina huishia kwenye mifuko ya watu tu na katu haziwasaidii Wakenya kama zinavyokusudiwa. Ujumbe huo kwa vyombo vya habari ulisawiri malengo yake rais huyo, ukidokeza kuwa ni kinukuu, mazungumzo hayo yalizaa mafanikio makubwa ya kidiplomasia na kiuchumi, yakiwa ni pamoja na kuimarisha ushirikiano katika biashara, uwekezaji, miundombinu na maendeleo endelevu, mwisho wa nukuu. Wakenya watafaidika na mikataba hii zaidi katika shughuli za kuuzia Uchina majani chai, kahawa, maparachichi, makadamia na mazao mengine ya kilimo. Hapo kesho Rais William Ruto atazuru mkoa wa Fujian, kitovu kikuu cha uzalishaji kusini mashariki ya Uchina, kinachojulikana kwa sekta ya viwanda vyenye nguvu zaidi ya kutengeneza chai. Wakati wa ziara hii atakutana na wazalishaji wakuu wa China, hasa katika sekta ya magari ya umeme, atakapohamasisha kuhusu fursa za uwekezaji katika sekta ya utengenezaji ya Kenya inayokuwa kwa kasi. Ruga Evil, TV47. Tudunde viwanjani. Uchaguzi wa kamati ya Olimpiki nchini Kenya ulioratibiwa kuandaliwa leo umehairishwa. Haya yanajiri baada ya mchezo wa kuvuta ni kuvute baina ya marais na makatibu wakuu wa shirikisho ya raga, volleyball na taekwondo pamoja na trial, ambapo hawajaelewana ni nani atapiga kura hizo. Zidi kudundadunda viwanjani, tuangazie timu ya taifa ya soka ya kinadada wasiozidi umri wa miaka 17 Junior Starlets ambayo itacheza dhidi ya Cameroon kesho kwenye mechi ya mkondo wa pili wa kufuzu katika kombe la dunia. Kenya ilipoteza bao 1 bila jibu katika uga wa Nyayo wikendi iliyopita, huku kocha mkuu wa kikosi hicho Mildred Cheche akilenga kufuzu kwa mashindano hayo kwa mara ya pili mfululizo. Kwa taarifa hizo za spoti, sasa ninatia kikomo kwenye taarifa zetu. Asante sana kwa kufuatilia taarifa hizi. Nimekuwa wako Andreen Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara Nyiroda Nyamai. Kwaheri kwa sasa.